Wabunge, sasa nimwite mwenyekiti wa kamati yetu. Sioni yuko kona gani? Kwa niaba yake Mheshimiwa Liberata Mulamula atakuja kusoma maoni ya kamati ambayo inasimamia wizara hii. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa niaba ya mwenyekiti. Mheshimiwa Spika, awali ya yote nianze kwa kusema kwamba kwa kipekee kabisa na kwa unyenyekevu kamati inapenda kumshukuru mwanadiplomasia namba 1 nchini, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuimarisha hali ya mahusiano ya kimataifa. Vile vile Mheshimiwa Spika, tunampongeza kwa namna ambavyo ameimarisha nafasi ya ushawishi wa nchi yetu katika uwanda wa kidiplomasia duniani. Halikadhalika Mheshimiwa Spika, kamati inampongeza Mheshimiwa Rais kwa namna alivyosimamia hadi kukamilika kwa maboresho na kuzinduliwa kwa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo la 2024. Mheshimiwa Spika, naomba pia kwa niaba ya wajumbe wa kamati kutumia fursa hii kumshukuru Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Mahamud Thabit Kombo mbunge, manaibu wake Waziri Mheshimiwa Kosato David Chumi mbunge na Mheshimiwa Dennis Lazaro Rondo mbunge, pamoja na watendaji wote wa wizara kwa ushirikiano na mchango wao wakati wa uchambuzi wa bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2025-26, na tunawapongeza kwa kazi nzuri wanayoifanya katika kutekeleza majukumu yao na maono ya Mheshimiwa Rais katika majukumu yao ya wizara. Mheshimiwa Spika, baada ya utangulizi huo, naomba sasa niwasilishe taarifa ya kamati kama ifuatavyo. Maelezo ya jumla. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118(9) ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2024-25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-26, na kuliomba Bunge lako tukufu lipokee taarifa hii na kuikubali kisha kuidhinisha bajeti ya wizara hii. Mheshimiwa Spika, taarifa hii imegawanyika katika sehemu 6. Ya kwanza ikiwa ni sehemu ya utangulizi. Sehemu hiyo inatoa maelezo ya jumla kuhusu msingi na muundo wa taarifa, na sehemu ya pili Mheshimiwa Spika inafafanua matokeo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, na sehemu ya tatu Mheshimiwa Spika hadi ya 4 zinafanya uchambuzi wa utekelezaji wa mipango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-25 pamoja na kuchanganua makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 5 ni maoni na ushauri wa kamati kutokana na matokeo ya uchambuzi. Aidha Mheshimiwa Spika, sehemu ya 6 na ya mwisho inakamilisha taarifa kwa kutoa shukrani na kulishauri Bunge kuhusu hoja ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki juu ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Spika, msingi wa uchambuzi wa kamati. Msingi wa kamati kuchambua makadirio ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ni masharti ya kifungu cha 6.3
kikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 7(1)(a) cha nyongeza ya 8 ya kanuni za Bunge. Aidha, kanuni ya 118(4) ya kanuni za Bunge imeweka masharti yaliyotaka taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kuchambuliwa na kamati kabla ya kujadiliwa bungeni. Mheshimiwa Spika, nafurahi kulijulisha bunge lako tukufu kuwa masharti hayo yamezingatiwa na kwamba naliomba bunge hili lijadili hoja ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa pamoja na taarifa hii. Mheshimiwa Spika, mwanda wa taarifa hii. Taarifa na makadirio ya mapato na matumizi iliyochambuliwa inagusa fungu moja la kibajeti ambalo ni fungu 34, yani fungu la Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Baada ya kutambulisha mawanda, naomba kuisoma taarifa hii kwa muhtasari tu ili kuendana na muda pasipo kuathiri mtiririko wa maudhui. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kumbukumbu kamili, naomba taarifa yote kama ilivyowasilishwa mezani mapema leo asubuhi ingie kwenye taarifa rasmi za Bunge, yani Hansard. Mheshimiwa Spika, matokeo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo. Kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 117(1) ya kanuni za Bunge za kudumu za Bunge, kamati ilitembelea na kukagua mradi mmoja wa ujenzi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu iliyoko mjini Arusha. Taarifa ya kina kuhusu ukaguzi wa mradi huu ni kama inavyoelezwa katika sura ya pili ya taarifa hii. Mheshimiwa Spika, kutokana na matokeo ya ziara za ukaguzi wa miradi ya maendeleo, kamati na maoni yafuatayo. Moja, Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia uhalisia wa mtiririko wa upatikanaji wa fedha za ujenzi wa mradi, kasi ya mkandarasi katika ujenzi wa mradi inaridhisha. Hii inadhibitishwa na ukweli kwamba hadi sasa mkandarasi amelipwa 30% ya malipo na mradi umefikia 54.5%. Pili, Mheshimiwa Spika, mradi ulikusudiwa kukamilika ndani ya miezi 15, lakini mtiririko wa fedha umehadhiri utekelezaji wa mradi huu na sasa mradi umekusudiwa kukamilika mwezi ujao, mwezi Juni mwaka 2025. Kwa hatua ujenzi ulipofikia na kwa kuzingatia kiasi cha fedha ambacho kimetengwa katika mwaka huu wa fedha, mradi huenda usikamilike kama ilivyokusudiwa. Na tatu, Mheshimiwa Spika, ikiwa wizara katika mwaka wa fedha unaokuja 2025-26 itahakikisha upatikanaji wa fedha kwa wakati na kumsimamia mkandarasi ipasavyo, mradi huu utakamilika na kuanza kutumika kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu sasa nimpitie mapitio ya taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-25. Mheshimiwa Spika, taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024-25 ilihusu maeneo makuu matatu. Maeneo hayo: moja ni uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati; pili ni mapitio ya bajeti iliyoidhinishwa na Bunge; na tatu ni utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Spika, naomba kulijulisha bunge lako tukufu kuwa kamati ilipitia na kuchambua kwa kina maeneo yote matatu kama ifuatavyo. Kwanza, uzingatiaji wa maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, wakati wa kuchambua mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2024-25, kamati ilishauri masuala mbalimbali. Naomba kuliarifu bunge kuwa taarifa ya mtoa hoja ilionyesha kwamba serikali imezingatia sehemu ya ushauri wa kamati kama inavyoonekana katika kitambulisho namba 1 cha taarifa hii. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa bajeti iliyoidhinishwa na Bunge kwa mwaka wa fedha 2024-25, kamati ilipitia taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya wizara katika kipindi hicho kuanzia mwezi Julai 2024 hadi Februari 2025 kwa kuchambua hali ya ukusanyaji wa mapato pamoja na upatikanaji wa fedha kutoka hazina kwa kipindi hicho. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwanza na ukusanyaji wa maduhuli. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024-25, wizara hii ilikuwa na lengo la kukusanya maduhuli ya kiasi cha shilingi bilioni 1.45. Kamati ilielezwa kuwa hadi kufikia mwezi Februari 2025,
wizara ilikuwa imekusanya kiasi cha shilingi milioni 620 tu, sawa na 45% ya lengo lililowekwa. Mheshimiwa Spika, tathmini inaonyesha kuwa mwenendo wa makusanyo ya wizara sio wa kuridhisha. Kamati ilitaka kujua sababu za mwenendo huo, ambapo ilielezwa kuwa inatokana na baadhi ya majengo ya serikali kukosa wapangaji. Tathmini ya kamati inaonyesha kuwa katika kipindi cha miaka 4 ya fedha, wizara hii haikuweza kufikia lengo la makusanyo kutokana na sababu mbalimbali. Kamati inaona ipo haja ya wizara kubuni mikakati itakayosaidia kuongeza wigo wa makusanyo. Mheshimiwa Spika, kuhusu upatikanaji wa fedha kutoka hazina. Mheshimiwa Spika, kamati ilichambua taarifa ya upatikanaji wa fedha kwa mwaka wa fedha 24-25 na ilibaini kuwa hadi kufikia mwezi Machi 2025, wizara imepokea jumla ya shilingi bilioni 213.29 sawa na 89% ya shilingi bilioni 241.06 zilizoidhinishwa na Bunge kwa ajili ya wizara hii. Mheshimiwa Spika, kamati pia ilibaini pia kati ya fedha zilizopelekwa katika mwaka wa fedha 2024-25, shilingi bilioni 189.5 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Fedha hizo ni sawa na 90% ya shilingi bilioni 210.9 zilizotengwa kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 12.1 zilipokelewa kwa ajili ya mishahara, ikiwa sawa na 65% ya shilingi bilioni 18.5 zilizotengwa kwa ajili hiyo. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wake, kamati ilibaini kuwa kati ya shilingi bilioni 213.29 zilizopokelewa, shilingi bilioni 11.6 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambayo ni sawa na 100% ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, ni maoni ya kamati kuwa fedha hizo zitumike kama ilivyokusudiwa kwa kutekeleza miradi kwa kuzingatia thamani ya fedha za wananchi, ili miradi hiyo iwe na tija kwa taifa. Sura ya uwiano wa bajeti iliyotengwa kwa ajili ya matumizi mengineyo, mishahara na maendeleo kwa mwaka wa fedha 24-25 na ulinganishi wa fedha iliyopokelewa katika kufikia mwezi Februari 2025 ni kama inavyoonekana katika jedwali namba 1 na chati namba 1 ya taarifa hii. Mheshimiwa Spika, kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara, katika uchambuzi wake, kamati imebaini kuwa kwa kiasi kikubwa wizara imetekeleza majukumu yake kama ilivyopangwa licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ambazo pia Mheshimiwa Waziri amezieleza, moja ni kuzorota kwa hali ya amani na usalama katika baadhi ya nchi ndani na nje ya ukanda wa Afrika, na hivyo kuathiri utekelezaji wa sera ya mambo ya nje. Pili, Mheshimiwa Spika, ni uelewa mdogo wa wadau ikiwemo sekta ya umma na binafsi kuhusu diplomasia ya uchumi na fursa zitokanazo na mtangamano, mahusiano na ushirikiano wa kimataifa. Tatu, Mheshimiwa Spika, baadhi ya nchi wanachama katika jumuiya za kikanda kutoheshimu mikataba na makubaliano, ikiwemo kutolipa michango yao ya kibajeti kwa wakati. Hatua hii inaathiri utaratibu na ushiriki wa nchi yetu katika utekelezaji wa programu za kikanda. Na nne, Mheshimiwa Spika, wananchi kutopata taarifa kwa kina kuhusu manufaa na faida zitokanazo na ziara zinazofanywa na viongozi wa juu wa nchi katika nchi nyingine, pamoja na ziara zinazofanywa na viongozi wa juu wa nchi nyingine hapa nchini. Hali hii husababisha wananchi kuwa na mtizamo usio sahihi kuhusu ziara za viongozi. Mheshimiwa Spika, hata hivyo, katika uchambuzi wake, kamati ilibaini kwa baadhi ya changamoto zilizotolewa taarifa kwa ziliathiri utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2024-25 ni zile ambazo kamati imekuwa ikishauri serikali mara kwa mara kuhusu umuhimu wa kuzitatua, na tunaelekea kwamba kuna hatua ambazo zimechukuliwa katika kukabiliana na changamoto hizi. Mheshimiwa Spika, sasa niruhusu niende katika uchambuzi wa mpango na bajeti ya makadirio ya mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Spika, kamati ilipitia makadirio ya ukusanyaji wa mapato yanayopendekezwa kwa mwaka wa fedha 25-26. Mapitio hayo yalibaini kuwa wizara imeweka lengo la kukusanya shilingi bilioni 1.45.
Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati ulibaini makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 25-26 ni sawa na malengo ya makusanyo ya mwaka wa fedha huu unaoishia, yani 24-25. Vile vile katika uchambuzi wake, kamati ilibaini kuwa ni balozi 4 tu za Tanzania nje ya nchi katika majiji ya Lusaka, Maputo, Paris na Harare ndio zinatarajiwa kukusanya mapato ya serikali kupitia pango la nyumba za serikali. Balozi hizo ndio pia zinategemewa kukusanya mapato katika mwaka wa fedha, zilizotegemewa kukusanya mapato katika mwaka wa fedha 24-25. Hivyo hakuna balozi mpya ambazo zinatarajiwa kuingizia serikali mapato kutokana na kodi ya pango. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa kamati pia ulibaini kuwa kiasi cha fedha kinachotozwa kama kodi ya pango kutokana na upangishaji wa nyumba za serikali zilizo nje ya nchi ni kidogo sana ukilinganisha na maeneo ambayo majengo haya yapo katika nchi husika. Hii inatokana na majengo mengi kuchakaa kwani ni ya zamani na pia hajakarabatiwa kwa muda mrefu. Uchakavu wa majengo umepelekea jengo la New York kwa mfano nchini Marekani kutokuwa sehemu ya majengo yanayochangia maduhuli ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-26. Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu sasa kutoa uchambuzi wa makadirio ya matumizi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 25-26, wizara inaomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 340.5. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 273.6 sawa na 80.3 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 21.3 sawa na 6.2 ni kwa ajili ya mshahara, na shilingi bilioni 45.5 sawa na 13.3 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo kama inavyoonekana kwenye chati namba 2 ya taarifa hii. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wake, kamati imebaini kuwa bajeti inayoombwa kwa ajili ya mwaka 2025-26 imeongezeka kwa asilimia 41 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha unaoishia 24-25. Ongezeko hilo limechangiwa na kuongezeka kwa bajeti ya maendeleo kwa asilimia 291 na bajeti ya matumizi mengineyo kwa asilimia 29 ukilinganisha na bajeti ya maendeleo na ya matumizi mengineyo iliyotengwa mtawalia katika mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Spika, sura ya uwiano wa bajeti iliyotengwa kwa ajili ya matumizi mengineyo, mishahara na maendeleo kwa mwaka wa fedha 24-25 na ulinganishi wake wa mwaka wa fedha 25-26 inaonekana katika jadwali namba 2 na grafu namba 1 ya taarifa hii. Mheshimiwa Spika, vile vile katika uchambuzi wake, kamati ilibaini kuwa fedha iliyotengwa kwa ajili ya maendeleo imeongezeka kwa kiasi cha shilingi bilioni 33.8 sawa na asilimia 291 ikilinganishwa na shilingi bilioni 11.6 iliyoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Spika, kuongezeka kwa bajeti ya maendeleo kwa wizara hii ni suala ambalo kamati ilikuwa ikishauri serikali kwa nyakati tofauti. Ni matarajio ya kamati kwamba fedha iliyotengwa itatolewa kwa mtiririko uliopangwa ili kutekeleza miradi iliyokusudiwa katika wizara hii ambayo ni taswira ya nchi katika medani za kidiplomasia. Mheshimiwa Spika, aidha uchambuzi wa kamati ulibaini kuwa kati ya miradi mitatu iliyopangwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 25-26 pia ipo katika utekelezaji wa mwaka wa fedha 24-25. Miradi hii inayojumuisha ujenzi wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, ujenzi wa vyumba vya mihadhara katika kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Mohamed Salim, pamoja na ukarabati na ujenzi wa majengo ya ofisi na balozi ambayo na makazi ya watumishi katika balozi za Tanzania nje ya nchi, ni matarajio ya kamati kuwa wizara itakamilisha taratibu za awali mapema na kuomba fedha hazina kwa wakati ili kutekeleza miradi iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, naomba bunge lako tukufu lipokee maelezo hayo yatakayosaidia majadiliano kuhusu hoja iliyowasilishwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka ujao wa fedha. Maoni ya kamati. Mheshimiwa Spika, kutokana na uchambuzi kama nilivyoeleza,
Kamati ina mtazamo wa maoni yanayojenga msingi wa ushauri nitakaotoa. Naomba kubainisha mtazamo wa maoni hayo kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Spika, hadi kufikia mwezi Machi 2025 mwaka huu, wizara ilikuwa imepokea 100% ya fedha za miradi ya maendeleo. Kamati inaipongeza serikali kwa kuzingatia ushauri wa kamati kuhusu umuhimu wa kutoa fedha za maendeleo kwa kuzingatia mtiririko uliopangwa. Ni matumaini ya kamati kwamba wizara itahakikisha thamani ya fedha inazingatiwa katika utekelezaji wa miradi. Mheshimiwa Spika, pili, kasi ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa vyumba vya mihadhara katika chuo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Mohamed Salim sio ya kuridhisha. Changamoto zilizosababisha mkwamo wa utekelezaji wa mradi huu zinapaswa kutumika kama fursa ya kuwezesha kukamilika utekelezaji wa mradi katika mwaka unaokuja. Tatu, Mheshimiwa Spika, Tanzania itakuwa mwenyeji wa michuano ya soka ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani, yani CHAN, kwa mwaka 2025, pamoja na michuano ya soka ya mataifa ya Afrika kwa mwaka 2027. Kwa ukubwa wa michuano hiyo katika ulimwengu wa soka, Mheshimiwa Spika, uko umuhimu wa kutumia michuano hiyo kama sehemu ya public diplomacy. Kufanya hivyo kutainufaisha nchi yetu katika nyanja za michezo, utalii na uchumi kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, swala la 4 ni uelewa mdogo kwa wadau ikiwemo sekta ya umma na binafsi kuhusu diplomasia ya uchumi na fursa zitokanazo na mtangamano na mahusiano ya kimataifa bado imeendelea kuwa changamoto katika kunufaika na diplomasia ya uchumi. Kamati maoni yake ni kwamba imefikia wakati wizara kwa kushirikiana na wadau wengine kuimaliza changamoto hii kwa ukamilifu wake. 5, Mheshimiwa Spika, kuzorota kwa hali ya amani na usalama katika baadhi ya nchi ndani na nje ya ukanda wa Afrika sio tu kuna adhiri nchi husika, bali kuna adhiri hali ya usalama, amani, maisha ya wananchi na uchumi wa nchi husika, nchi jirani, jumuiya za kikanda na Afrika nzima kwa ujumla. Hivyo ipo haja ya kutafuta suluhu ya hali hiyo kwa manufaa mapana ya mustakabali wa watu barani Afrika na nchi yetu. 6, Mheshimiwa Spika, kitendo cha baadhi ya nchi wanachama katika jumuiya za kikanda kutolipa michango yao ya kibajeti kwa wakati sio tu kwamba kinakiuka makubaliano na mikataba iliyopo, bali pia kinaathiri uendeshaji wa jumuiya ikiwemo kushindwa kutekeleza shughuli zake za kiuchumi na hivyo kuathiri ufikiwaji wa malengo ya uanzishwaji wa jumuiya. Mheshimiwa Spika, ni muda mwafaka sasa wizara ieleze kimkakati kinagaubaga kwa wananchi kuhusu manufaa na faida za ziara za viongozi wa juu wa nchi katika nchi nyingine duniani pamoja na viongozi wa juu wa nchi nyingine wanapotembelea Tanzania. Kutofanya hivyo inapelekea wananchi kuwa na mtizamo usio sahihi kuhusu ziara za viongozi. Mwisho, ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, wizara kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali na binafsi iandae mpango mkakati unaotekelezeka ili kumaliza changamoto ya uelewa mdogo wa wadau ikiwemo sekta ya umma na binafsi kuhusu diplomasia ya uchumi na fursa zitokanazo na mtangamano na mahusiano ya kimataifa. Kufanya hivyo kutasaidia nchi yetu kunufaika zaidi na fursa zitokanazo na mtangamano na uhusiano wa kimataifa. 2, Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha nchi yetu inanufaika katika nyanja za utalii na uchumi, iongeze bidii zaidi kutumia public diplomacy kwa nchi yetu katika hizi michezo ya kimataifa na ya Afrika inayokuja itakayofanyika nchini. 3, wizara, Mheshimiwa Spika, iandae mpango mahususi unaotekelezeka kueleza mafanikio ya ziara za viongozi. Na 4, serikali ya Tanzania itumie ushawishi wake kushirikiana na nchi nyingine wanachama na wadau mbalimbali ili kutumia juhudi za kidiplomasia kuzingatia mazingira yaliyopo kutafuta suluhu ya kudumu ya kuzorota kwa usalama kwa baadhi ya nchi wanachama wa jumuiya za kikanda. Na mwisho, Mheshimiwa Spika, wizara ianze mapema hatua za awali za utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuomba fedha kwa kuzingatia mpango wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo miradi ya ujenzi wa majengo ya ofisi za ubalozi na majengo ya kitega uchumi inayotekelezwa kwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi. Kufanya hivyo kutasaidia kufikiwa kwa tija iliyokusudiwa wakati bunge linaidhinisha fedha hizo. Hitimisho, Mheshimiwa Spika, napenda kuchukua tena fursa hii kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha taarifa hii. Napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati wa mambo ya nje, ulinzi na usalama ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umeniwezesha kukamilika kwa taarifa hii.
naomba majina yao kama yalivyoorodheshwa yaingie kwenye taarifa rasmi ya Bunge. Hansard. Mheshimiwa Spika, mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda kumshukuru Katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard kwa kuiwezesha kamati kuandaa kukamilisha kazi yake kwa wakati. Vile vile nishukuru sekretari ya kamati kwa kuratibu vema shughuli za kamati na kuhakikisha taarifa inakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya, sasa naliomba bunge lako tukufu lipokee taarifa hii na likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2025/26 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja, naomba kuwasilisha. Asante sana.